Mfuko wa pensheni wa Teleposta umeanzisha mpango mkubwa wa kuuza baadhi ya mali zake, hatua inayotarajiwa kukusanya mabilioni ya shilingi. Lengo kuu ni kuwekeza tena fedha hizo katika dhamana za serikali na miradi ya miundombinu, hatua inayolenga kuongeza mapato ya wanachama wake. The property holdings have of course been good in terms of an hedge against inflation, capital appreciation, but it has reached a stage whereby, because our membership is very old, mature, we need to exit that so that we are not illiquid. We want to be very liquid. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa mfuko kupunguza hatari zinazohusiana na uwekezaji, hasa baada ya mali nyingi kuwa zimeelekezwa kwenye sekta ya mali isiyohamishika. The members will look at reviewing the pension in payment. There are various ways in which we will review it. Either one, increase the annual 3%, which is in the trust deed and rule. Depending on the advice and guidance by the actuaries that we have, they might say increase it from 3 to 4% annually, or 3 to 3.5, or even 5%. They might also say raise the minimum pension. The advisors can also say increase the dependence pension. We are waiting to see how the market will perform with respect to our exit of the property, and we will be informing our members that indeed our trustees are committed to ensuring the benefits are reviewed. We have never defaulted in paying their monthly pension. We pay them on time. Wastaafu waliohudhuria mkutano wa hamasisho jijini Eldoret wamekaribisha mabadiliko hii, wakisisitiza kuwa itasaidia kuongeza malipo yao ya pensheni ambayo kwa sasa yameathiriwa na ongezeko la gharama ya maisha. I've never missed my pension, and although it is very little, it really sustains me, because at my age I'm not really strong enough to do much. Well, my anticipation is that maybe in future they will increase our pension. There are some members who are running as very low, and if we dispose the properties, at least they will come up, because the RBA requires any pension scheme to have a property of 30%, but you are having 80%. Fedha zitakazopatikana kutokana na mauzo ya mali hizi zinatarajiwa kuwekezwa katika dhamana za serikali, hisa katika soko la hisa la Nairobi na miradi za miundombinu. Mchakato wa kuuza mali hii unakadiriwa kuchukua hadi miaka 2, huku mfuko ukiendelea kufanya mikutano ya maelezo kwa wanachama kote nchini ili kuhakikisha uwazi na uelewa wa mabadiliko haya. Nikiripotia Hubs Media, mimi ni Marlon Lichuma.